Wakazi wa kata ya Uhamaka wameamua kuunganisha nguvu zao na kuanza ujenzi wa zahanati ikiwa na lengo la uhakika wa kupatikanaji wa huduma za afya karibu na makazi yao. Kwanza kwa ujenzi wa hii zahanati tulifanya harambee tukapata huduma kama hizi. Tunajisikia vizuri kuchangia maendeleo yetu kwa sababu sisi ni hususa tunakaa kwenye kata yetu hapa ya Uhamaka, lazima tuchangie maendeleo. Hata hivyo, licha ya kuanza kutoa huduma kwa kipindi cha takriban miaka miwili, bado kulikuwa na changamoto ya ukosefu wa samani, jambo ambalo limeweza kuwalazimu baadhi ya wananchi kutumia samani zao za majumbani kama msaada wa muda. Wengine wajawazito, wazee chini ya nje ya miaka 60 hajiwezi hata kusimama, lakini kutokana na upungufu wa hamna viti walikuwa nakaa labda chini anasubiria aje ahudumiwe. Hatukuwa na kiti wala meza, ambapo ilitulazimu kwenda kuazima kiti kimoja na meza moja kwenye zahanati ya jirani ya Uhamaka. Hatimaye furaha imeonekana, ikiakisi maneno na msemo, baada ya dhiki huja faraja. Tunakaa nje, tunakaa kwenye vibaraza. Sasa hivi tunakaa kwenye viti ambaye tumetengeza si wenyewe kwa kuchangia sisi wenyewe wadau. Tunafurahi sana kupata hizo samani kwa ushirikiano baina ya wananchi pamoja na fedha kutoka mfuko wa jimbo. Tuna kipaumbele ndani ya mtaa wetu wa Ititi kwa ajili ya kujenga nyumba ya mganga. Wakazi wa kata ya Uhamaka wanasisitiza kuendelea na utamaduni huo wa kuweza kuunganisha nguvu na kutafuta suluhu ya changamoto zinazowakabili. Niendelee kuwasisitiza na kuwaomba kwamba tuendelee kushirikiana, kwa sababu lengo letu sisi wote ni moja, ni kuwaletea wananchi maendeleo na kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma zote za msingi. Kutoka mkoani Singida, Amini Nyaungo, TVE Habari.